Kwa nini sasa unadhani mimi kwa mfano ningekuwa Mkristo tu wa kawaida, watoto wangu wasingeokoka? Wangeokoka. Yaani tungekuwa Mkristo tu kama wewe hivi, watoto wangu wangefanyaje? Wangeokoka. Maana si ule muda mwingi tunawekeza kwao, na mimi mwenyewe nawekeza tu kwao. Sasa mimi muda mwingi nawekeza kwako. Mnaelewa? Amen. Mnaelewa? Amen. Atakuja hapa baba. Tutafunguliza siku za maombi hapa. Ni siku chache ambazo anaweza sana akachukua mzigo kama ule wa kukaa na kanisa wiki 3, semina hii, hivi na hivi, semina hii, hivi na hivi, semina hii, akae vile kuombea watoto wake. Ni mara chache sana. Sana sana akiwaombea nyie ndio kidogo aseme Bwana nakumbuka watoto wangu. Matakataka yenyewe yanakuwa kwenu, ndio yanakuja kwa watoto wa mchungaji. Alafu tunasema watoto wa wachungaji wafanyaje? Yule dada mpaka sasa hivi ni mtu mzima, hajaolewa. Ambao wamesababisha ni nani? Ni wale wanaokula meza moja na baba yake. Ni mzinzi. Usimuoe. Ni mzinzi yule. Ametoa mimba. Dada watu hajaitoa mimba, hajaifanya uzinzi. Yupo. Mpaka saa hizi yupo. Nini? Maneno. Ila wakati anaongea ni kama vile anamlinda yule kijana. Lakini kumbe ndio anafanyaje? Anaua. Mungu atusaidie. Kazi tumepewa watu wa Yesu. Chochote ukikiona, ukishughulikie katika ulimwengu wa roho. Amen. Chochote unakiona. Nimesema hapa mara kadhaa, tumebadilishiwa kazi. Hebu Yesu Kristo mchana wa leo na asubuhi aturudishe mahali pa nafasi yetu. Tuendelee na kazi tuliitiwa huku duniani. Maana sio muda mrefu tunapeleka yale mafaili mbele za Bwana. Mafaili yetu yataandikwa nini? Mafaili yetu yameandikwa nini? Faili lako limeandikwa nini? Haleluya. Maneno haya niliyowaambia ni roho. Maneno haya niliyokuambia ni roho. Siku moja tulikuwa na mtu mmoja, tunaenda makaburini. Mimi nilimuuliza tu kwamba ni roho gani, maana anasema